Hujambo mtazamaji, karibu katika kipindi cha Vijana Club, ambapo kwa siku hii ya leo kipindi cha Vijana Club tuko katika tukio ambalo linaendelea mahali hapa. Kumbuka kuna kipindi ambacho kilipita hapo nyuma ambacho tulikuwa tunazungumzia malezi kwa watoto, na nilizungumza na kina dada ambao wako wanne. Kwa leo hii tunafanya tukio ambalo yale maswali ambayo mlikuwa mnauliza wako hapa watayajibu, na kipindi watoto wako hapa wataweza kuulizwa maswali, lakini pia watajibu kuendana na kila ambacho walichofundishwa na hawa akina dada ambao ni walezi kwa watoto. Kumbuka tu unayo nafasi ya kututumia ujumbe wako na kutuandikia kuhusiana na kipindi hiki, na moja kwa moja leo niko nao watatujibia zile message ambazo mlikuwa mnaniuliza ni kwa namna gani hiki kitu kinafanyika. Lakini pia kuna wazazi ambao wao watapata kuzungumzia ni kwa namna gani wameweza kuwashirikisha watoto wao wanaweza kufanya kile ambacho tulizungumzia ni malezi ya watoto kwa njia ya mtandao. Ni kwa namna gani kwa njia ya mtandao? Na kusihi mtazamaji, salia nami mpaka tamati ya kipindi. Karibuni sana katika kipindi. Leo nimefurahi kuwa nanyi. Naamini kwamba mtazamaji sasa leo atapata majibu ya kila ambacho alikuwa nakiuliza. Naomba ukamate maiki yako tuweze kuzungumza mimi na wewe. Japokuwa leo naona kwamba mko watatu tu, wawili tu na mimi watatu. Siku ile tulikuwa wanne. Karibu mtazamaji afahamu majina yako, alafu tufahamu nini ambacho kinachoendelea hapa. Naitwa Florida John. Leo tuna tukio kubwa sana. Kwetu sisi ni kubwa sana. Tumekutanika watoto na walezi wa watoto na sisi kama walezi wao tena wa watoto. Kwa hiyo tunakuwa tunawafundisha neno la Mungu, lakini sasa leo kwa namna ya pekee tumekusanyika hapa. Tuna mashindano ya watoto ya vifungu vya Biblia, lakini watoto pia wataonyesha talent zao. Kwa hiyo mambo ni mazuri. Hongereni sana. Naamini kwamba mtazamaji alikuwa anajiuliza ni kwa namna gani hiki kitu kinafanyika. Lakini pia kuna watoto ambao wako mikoani hawajawahi kuona hiki kitu. Naamini kwamba kupitia nyinyi sasa na hawa watoto ambao tunaoona wamekaa mahali hapa watajifunza kitu. Karibu dada, tupate kufahamu majina yako na utueleze mchakato unavyofanyika. Naitwa Maria Paul. Wapa watoto vifungu, tunamuuliza mtoto kifungu, akifanya vizuri labda kwenye vifungu 7 tunaendeleza. Wanaoendelea kufanya vizuri wanaendelea mpaka labda vifungu 12. Washindi watatu wa kwanza wanakuwa na zawadi. Lakini pia tuna challenges tofauti, labda historia za watakatifu, litania, wako wanaoimba, wako wanaohubiri, kama padre, kama mchungaji, wapo hapa. Naamini kwamba kuna maswali mengi ambayo kupitia kipindi ambacho kilichopita watazamaji waliuliza. Wanasema ni kwa namna gani mnaweza kuratibu ratiba ya watoto kimasomo, lakini pia namna gani mnaweza kuendesha yale mafunzo kupitia mitandao ya kijamii. Hilo pia wangependa kufahamu. Watoto muda upo, lakini huwa wazazi wanakuwa kama wanawakatia tamaa kusema kwamba watoto wako busy sana na shule, hawana muda. Ukiangalia wanao muda wa kuangalia katuni, wanao muda wa kutoka kwenda kucheza. Kwa hiyo muda upo, wako busy na shule, lakini muda pia wa kucheza wanao. Kwa hiyo muda wa kucheza wanaweza kutumia kukariri vifungu hivi vya Biblia. Sisi tunaratibu hii program tunaratibu kwa namna ya kuwapigia simu na kuwauliza kila wiki. Watu tunapiga simu kuuliza wanaendeleaje, tunaongea nao, tunauliza vifungu kama wamekariri au bado. Unakuta mtoto labda bado kabisa hata hajaanza, tunakuwa tunawatia moyo. Ni kwa namna hiyo huwa tunaenda. Hapa nimeona watoto wengine wakiwa wanaimba, ni wanakwaya. Ni kwa namna gani hawa watoto mnawakutanisha kuweza kuratibu kwamba kuhakikisha kwamba hawa watoto wanaimba, na ni nani anakuwa na jukumu la kuhakikisha hawa watoto huu wimbo tumeombea watoto waimbe wimbo huu wanauimba tunavyotaka? Sisi tunafanya hii kazi, lakini pia huwa tunatamani wazazi nao washiriki kwenye malezi ya watoto. Yaani wasiwaachie labda makatekista au walezi wa watoto wa kanisani ndio waadili na mambo ya kanisani kwa watoto wao. Huwa tunatamani na wazazi washiriki. Ndio sababu tunawapa vifungu wanakariria nyumbani. Hata kuimba ni hivyo hivyo, hatuwakutanishi sisi. Sisi tunamwambia mzazi ili mzazi aplay part yake kwa mtoto wake. Kwa hiyo mzazi anamfanyisha mazoezi huko nyumbani, sisi tutapiga simu tutamsikiliza.
Nataka kufahamu ni haya mashindano ni kwa mara ya ngapi yanafanyika uso kwa macho? Kwa mwaka huu ni mara ya kwanza. Mwaka jana tumefanya mara 3, kwa mwaka huu ni mara ya kwanza. Kwa tuseme tangu tumeanza mpaka leo ni mara ya 4. Kuna mtazamaji aliniuliza swali, hii kufanya mashindano kwa njia ya mtandao, utahakiki vipi kwamba ni mzazi amemsaidia mtoto ama ni mtoto mwenyewe amejibu hilo swali? Tuliwahi kufanya, lakini accidentally hii awamu hatujafanya kwa sababu mpaka sasa hivi mkoa wa Kagera, Kayanga sijui panaitwa, tuna watoto kama 12. Kwa hiyo tunaamini Mungu anazidi kufungua baraka za uchumi. Kwa hiyo kule pia tutakuwa tunaenda physically. Kwa hiyo kwa mikoa ambayo watoto wanaendelea kuwa wengi, hatutowafanyia online, tutakuwa tunaenda, kwa sababu tukikumbuka hapa kipindi tunaanza tulianzaga watoto 12 tu na tukafanya na imezaa wote hawa. Na Kayanga sasa hivi pia tuna watoto 12. Kwa hiyo kule pia tutaenda, lakini kwa mikoa ambayo tunafanya online tunakuwa tunawapigia video call. Kwa hiyo unamuona mtoto kabisa, kama mtu ukiwa unaongea naye kwa video call unakuwa unaona kabisa huyu anaambiwa, huyu anasoma au huyu anatoa kichwani. Kwa hiyo inakuwa rahisi tu hivyo. Kuna mtazamaji kutoka nje ya Dar es Salaam aliweza kuuliza swali ambalo nafikiri kwamba nyinyi mngeweza mkampatia jibu. Huyu anaitwa Ashiru Mnamila wa Beach Malinyi, Morogoro huko. Anasema kweli hawa kina dada wameamua kufanya jambo la heri, watembelee na mikoani ndio kwenye changamoto. Hili nalo mnalizungumziaje kumjibu huyu mtu wa Morogoro? Tunamshukuru Mungu kwanza kwa kipindi hiki cha Vijana Club imefanya kila mikoa mingi sasa hivi tuna watoto Tabora, tuna watoto Arusha, tuna watoto Nzega, tuna watoto Tarime, Mara, tuna watoto Mwanza, alafu pia kuna katekista wa Mwanza sijui wilaya gani na mtaa gani amependa sana, yuko anafuatilia kwamba ianze rasmi kama ilivyoanza hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo sisi tunachotaka tunawatafuta watoto kama ambavyo shetani anawatafuta, kwa sababu tunaamini watu wanakuwa attacked wakiwa wadogo. Kwa na sisi tunawawahi wakiwa wadogo, sio Dar es Salaam. Nia yetu sio Dar es Salaam, ni ulimwengu mzima. Sasa kwa sababu ni mwanzo tumeanzia hapa ambako tunaishi, lakini tunaamini kwa baadaye ni ulimwengu mzima, kwa sababu tunatamani watu waishi katika ule mfumo na kusudi ambalo Mungu amewaumbia. Sasa tukiwachelewa, mazingira na tamaduni zinawameza. Yes. Lakini pia katika kipindi hiki ambacho bado mnafanya kwa Dar es Salaam, kuna mtu anasema anataka yeye kufahamu kwamba afanye nini ili mtoto wake aweze kushiriki ama amlete mtoto wake. Je, kuna pengine labda kituo ambacho mtapokea watoto wa mikoani mkiwa mnaendelea kufanya mchakato wa kufika mahali huko mikoani na kwingineko? Actually hatuna kituo kwa sababu sisi ni wa Charismatic Katoliki kama tulivyoshawahi kusema. Ni wa Charismatic, tuko chini ya uongozi wa Charismatic, tunafuata procedure zote za kanisa na Charismatic. Sasa kwa hao wa mkoani, hata wa Dar es Salaam tunafanya kupitia simu. Sasa simu haina limitation, mipaka kwamba hii inahusiana na Dar es Salaam. Hata ukiwa mkoani tayari tuna WhatsApp group, tunakuunga tu. Kwa kipindi kile tulitoa namba, tumekuwa tukipokea simu nyingi mno. Kwa hiyo hata huyo ambaye anawaza itakuwaje, anaweza pia akatumia namba tu ili akatupata, kwa sababu hata akiwa mkoani ni WhatsApp, hata akiwa ndani WhatsApp. Kwa hiyo haina kinachoshindikana. Mwingine huyu hakutaja jina lake, anasema kina dada, hongereni kwa utume mwema. Mimi pia napenda sana kuwalea watoto wa Charismatic na wengine wote. Naomba mbinu mnazozitumia wenzangu na mimi niweze kuwa na talanta mlionayo. Mbinu? Actually hakuna mbinu. Mbinu ni Roho Mtakatifu, tuna commitment. Ni kuwa committed. Hapa wazazi jamani, kuna muda mnaopigia simu hawapokei, muda mwingi pia wanapokea. Kwa hiyo once ukipiga simu useme wazazi wenyewe wanazingua, inamaanisha wewe haukuitwa. Ukishafanya tu ukaona kwamba unaanza kukwazika, unaanza kufanyaje. Kwa hiyo ni ile committed. Je, umeitwa kufanya kazi hiyo? Kwa sababu hii ni sehemu ya utume, kwamba unatamani kufanya, lakini ni sehemu ya kusudi ambalo Mungu amekuitia
yaani una hiyo passion ya kudili na watoto. Lakini kama unatamani tu lakini sio kusudi ambalo umeumbiwa, utaishia katikati obvious. Lakini kama unatamani lakini unaisikia kabisa kiu, anaweza. Yaani hamna mbinu sijui nini, ile commitment tu kwamba unaona na unaumia ukiona watoto huku, umesikia kuna kitu kimefanyika kwa watoto hivi, unajisikia vibaya kuona una struggle ili warudi katika leo. Mtazamaji, kipindi hewani ni Vijana Club, ambapo kwa siku hii ya leo nimewaleta tena kwa mara nyingine akina dada ambao wao wamejikita katika malezi ya watoto, kuhakikisha kwamba mmomonyoko wa maadili kwa watoto unakuwa katika imani ambayo iko thabiti. Kumbuka, mtoto mdogo anapokuwa na malezi thabiti, ujana wake pamoja na utu uzima wake anakuwa na hofu ya kumcha Mungu, lakini pia anakuwa amejengeka. Mtazamaji, nisikumalizie uhondo, ngoja tukajifunze kila ambacho watoto wanakifanya mahali hapa, tutarejea. Kwa hiyo tunaomba tuanze mashindano rasmi na tutaanza kwa vifungu vitano. Maximilian, tunaomba uje mbele, utatutajia vifungu vitano. Ukisita umejitoa kwenye mchuano, ukikwama ukitumia muda mrefu pia unakuwa umejitoa. Yaani ukitumia muda mrefu ambao wenzako wakawa wametumia muda mfupi katika kutafuta sasa nani abaki, wewe wa muda mrefu utatoka. Yaani nachomaanisha wazazi, mimi na huyu tumepata sawa, wote tumepata. Sasa lazima mshindi apatikane. Kwa huyu aliyetumia muda mrefu akakwama anakuwa anapunguza maksi. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaomba tuambie Zaburi ya 23 mstari wa kwanza na wa pili. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu niongoza. Tunaomba utuambie Zaburi ya 27 mstari wa kwanza. Bwana ni nuru na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome na uzima wangu, ni mwofu nani? Asante. Umepata vifungu vitatu kati ya vitano. Tunaomba utuambie Wafilipi 4 mstari wa 11. Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote niliyo nayo. Tunaomba utuambie Warumi 8:26. Kadhalika Roho mwenyewe hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Tunaomba utuambie Yeremia 1 mstari wa 8. Usiogope kwa sababu ya hao, kwa maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Asante, umepata 5 ya 5. Tunaomba Morieli usogee mbele huku. Morieli, tunaomba utuambie Zaburi ya 125 mstari wa kwanza. Zaburi sura ya 125 mstari wa kwanza, nao unasema, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika akaa milele. Tunaomba utuambie Yeremia 1 mstari wa 8. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Tunaomba utuambie Wafilipi 4:11. Wafilipi 4:11 inasema, si kwamba nasema kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote niliyo nayo. Tunaomba utuambie Warumi 8:26. Warumi 8:26 inasema, sisi hatukipokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Baba, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Jacqueline, tunaomba utuambie Wafilipi 4 mstari wa 11 mpaka wa 12. Si kwamba nasema haya kwa kuwa na mahitaji, bali nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote niliyo nayo. Najua kuziliwa, tena najua kufanikiwa katika hali yoyote na katika mambo yoyote.
nimejifunza kuwa nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Janine, tunaomba utuambie Zaburi sura ya 23 mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Hunuisha nafsi yangu na kuliongoza katika njia za haki. Tunaomba Jaidaini utuambie Warumi 8:26. Kadhalika Roho nayo tusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa Mungu kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Tunaomba utuambie Warumi sura ya 8 mstari wa 26. Kadhalika Roho naye atusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Kwa hiyo wazazi, tunaona kuna waliopata 5, 3, watorudi jukwani ni waliopata 5 juu ya 5 tu. Kama umepata 4, 2 inamaanisha wale wa juu wamekuzidi. Tumsifu Yesu Kristo. Haya, tunaomba mtufungulie Zaburi ya 23 mstari wa kwanza. Nyoosha mkono ukipata na tunakagua. Tunauliza mara ya pili. Tunaomba mtuambie mtufungulie Isaya 45 mstari wa kwanza. Janel amepata tena. Uwaka mna wivu na sisi, mtupigeni makofi. Waka mwanaume bila mwanamke haiwezekani, nimeamini. Haya, awamu ya mwisho kabisa. Basi tuachie hii waka. Eti Janeli wasamee sasa hivi? Hapana, waonyeshe. Tunaomba mtufunulie hadi waka Anderson Christopher. Nakuamini sawa. Sasa hivi usiniangushe. Hapo umefunua nini? Au niseme hapo hapo? Tunaomba mtufunulie Yoeli. Yoeli 2:12. Nyosha mkono Anderson tuone kama ipo kweli. Wa kwanza alikuwa Anderson. Lakini hata sasa asema Bwana Anderson ameamua kumrudia Mungu wake kwa moyo wake wote kwa kupatia. Hongereni bwana. Watoto, wazazi mnaona watoto wanajua kufungua Biblia. Mimi nawaza hapa ningeambiwa fungua hivyo haraka kama ningepatia. Tumsifu Yesu Kristo. Njoeni mchukue zawadi zenu, mmeweza wote. Tuwapigeni makofi jamani. Bila shaka mtazamaji wa Tumaini Television, kupitia kipindi cha Vijana Klabu umeshuhudia kila ambacho kimefanyika kupitia hawa akina dada ambao ni walezi wa kuwalea watoto wetu. Watoto, kulikuwa na mashindano mbalimbali, mashindano ya Biblia, mashindano ya kusoma mistari bila kutumia Biblia. Lakini pia kulikuwa na mashindano ya watoto kufungua mistari ya Biblia. Wanatajiwa mistari lakini wao wanafungua. Watoto wameweza kukabidhiwa zawadi. Ningependa kuzungumza na mtoto mmoja wapo aweze kutuambia hiki ambacho amejifunza yeye kina maana gani, lakini pia kwa watoto ambaye wanaomtazama kupitia kipindi hiki cha Vijana Klabu. Kipindi kumbuka ni cha Vijana Klabu, lakini kipindi hiki kinaangazia masuala mbalimbali ambayo yanafanywa katika jamii, hususani kwa vijana katika swala la ujasiriamali, malezi na makuzi pia kwa vijana. Hawa ni vijana ambao wao wamekuja na njia ya kuweza kuwalea watoto ambao
ndio vijana wa baadaye. Hakika kipindi hiki kimekuwa ni mwanga kwa hawa watoto. Tukapate kuwasikiliza hawa watoto ambao ni miongoni mwa watoto ambao walioshiriki katika zoezi hili la mashindano kwa watoto. Watoto wazuri, hamjambo? Tuambie majina yako na utuambie hiki ambacho umejifunza, nani kakufunza, na una kipi cha kuambia watoto ambao wanaokutazama kupitia kipindi cha vijana. Kwa majina naitwa Lea Joseph. Nimefunzwa mama yangu alionifundisha mpaka nimefika hapa, na pia mwalimu alionisaidia, na pia naomba kuambia wao wanaotaka kuwa katika hiki kipindi wanakaribishwa. Naomba unidokezee, wewe uliwezaje kupangilia ratiba ya shule, lakini pia kuweza kushika ile mistari ambayo umesema kwa siku hii ya leo? Nimepanga ratiba, ninaporudi shule mama wangu ananiambiaga siku za shule hamna kuangalia TV, kwa hiyo huo muda tunaotumia kuangalia TV na kuwa chumbani naanza kushika mistari. Kwa majina naitwa Emmanuel Vitus Mvamba. Mimi mistari nilikuwa naijua tangia ile round iliyopita. Mistari migeni ni mistari mitatu tu, ile baki yote ilikuwa ya zamani. Kwa hiyo ilikuwa sio ngumu sana kukariri. Niambie, unasoma darasa la ngapi? Darasa la 7. Unapangiliaje ratiba yako ya kuweza kushika neno la Mungu, lakini darasani tukizingatia wewe ni darasa la 7 ambalo linakuwa na masomo mengi na ratiba inakuwa inabana? Nikirudi huwa nabadilisha nguo, nafua, nakula, nafanya mambo zangu na naanza kushika mistari. Ni lini ulianza kumpeleka mtoto wako kwenye malezi katika kikundi cha hawa kina dada ambao wao wamejikita na kutoa malezi kwa watoto? Tangia amejiunga kwenye hichi kikundi ana kama miezi 4, maana tulikutana na dada Veronica kama sijakosea, ilikuwa Januari kwenye semina ya kufungua mwaka Emmaus Center. Nilikuwa pamoja na mtoto, akaongea na sisi, akatuambia kwamba tunaweza tukashiriki, na mtoto akakubali, akatuunga kwenye grupu la wazazi ambao wanapata ujumbe. Tukaanza kushiriki. Haikuwa rahisi kwa sababu mtoto anakuwa na ratiba nyingi kama walivyosema, lakini namshukuru Mungu kwa sehemu amefanikiwa. Unajisikiaje watoto kuwa malezi ya chini ya hiki kikundi cha kina dada ambao wao wamejitoa kwa ajili ya kuwalea watoto kwa njia ya Biblia? Kiukweli kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa ajili yao, kwa sababu sisi, naongelea kwa nafasi ya wazazi, ni ngumu sana kukumbuka, hasa kwenye kuhimiza watoto kwenye kusoma Biblia, kushika vifungu vya Biblia, kuongea neno. Kiujumla tunakuaga tunakumbuka au tunazingatia sana vitu vya shule. Umefanya homework, wapi hujaelewa shule, lakini sio kwenye mambo ya Biblia. Wamenifundisha kitu kikubwa kwamba tunaweza pia tukawalea watoto wakiwa wadogo kumjua Mungu na kumtumikia, sio mpaka awe mkubwa au sio mpaka aitwe. Wewe kama mzazi unaweza kumlea na kumwandaa mtoto wako kuwa mtu mzuri baadaye. Kama ni padri unaweza ukamwandaa wewe mwenyewe. Baada ya kujiunga kwenye hichi kikundi, aliniambia kwamba yeye anataka kuwa padri. Kwa hiyo nikaa namwambia, kama unataka kuwa padri, ni njia nzuri ya kwanza kujua nini Biblia yote kabla hujaingia kwenye mafunzo yako ya upadri. Kwa kuwa wametusaidia wazazi na wale wengine. Kwa mfano kama mimi napata muda mwingi sana wa kuwa na mdogo wangu kwa sababu wazazi wako busy. Kwa hiyo nikiwa namsimamia inanisaidia kuona watoto wengine wamepostiwa wanaongea, inamtia nguvu kwamba kuna watoto wadogo zaidi yake lakini wanaweza. Kwa hiyo nashukuru, imemsaidia, amesogea. Una kipi cha kuambia vijana lakini pia jamii kwa ujumla kuhusiana na mmomonyoko wa maadili kwa vijana? Mmomonyoko wa maadili kwa vijana hauanzi tu tayari akiwa kijana. Jinsi mtoto anavyolelewa na ndo inavyompelekea yeye kuwa na maadili mabaya. Kama wazazi watashirikiana na watu ambao wanamzunguka mtoto kumlea, hakika hawezi kufikia akawa kwenye hali ya kwamba ameharibikiwa. Kama tutamlea akiwa kuanzia chini katika njia inayostahili na inayompendeza Mungu, basi tutapata taifa lenye vijana wenye kumjua Mungu na kumtumikia katika roho na kweli. Tena ikiwa imempendeza, kwa sababu
wanafundishwa vya shule, wanafundishwa vya Mungu. Kwa hiyo tutapata, kama ni mainjinia tutapata mainjinia wazuri, kama ni watumishi wa Mungu tutapata watumishi wa Mungu wazuri, kama ni madaktari tutapata madaktari wenye hofu ya Mungu, kwa sababu wanalelewa wakiwa wadogo katika njia sahihi ya kumpendeza Mungu. Kabla sijatimisha kipindi hiki, niweze kumkaribisha kiongozi ambaye aliyefanikisha tukio hili kufanyika, aweze kusema ni kwa namna gani anaweza kupatikana, lakini pia neno lake ambalo anapenda kutoa kwa jamii kuhusiana na hiki ambacho kilichofanyika, lakini pia kwa ajili ya malezi kwa watoto kwa ujumla pamoja na vijana. Karibu sana. Wazazi, msitu deadlock. Waliosoma IT wanajua hilo neno, msitu deadlock. Tukiwapigieni simu jamani, tuko bize, lakini I can assure you ile neno tuko bize ndilo neno ambalo Mungu analichukia kuliko maneno yote kutoka kwenu, kwa sababu hii ni mission ya kimungu. Na tulikuwa kwenye maombi wakati tunamkesha kuombea huduma, Mungu akatuambia this is new charismatic. Sasa kama ni new charismatic, tulikuwa tunaendelea kuomba. Ilikuwa shindano la mwezi ulioisha, awamu iliyoisha. Dada Maria akapewa neno kwamba yani tunachokifanya ni Mungu mwenyewe. Tukaja kufahamu kwamba neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tunachokifanya ni Mungu mwenyewe, kwa sababu kuna muda tunafika tunaona yani na vita yake sio ya kitoto, kwa sababu misingi, binadamu yoyote ana misingi na msingi uko kwa watoto. Sasa sisi tunataka misingi, vita yake sio ya kitoto. Hatuwezi kuhadithia, muda wenyewe umeenda, lakini vita yake ni kubwa. Kwa hiyo neno la tuko bize ndio neno ambalo Mungu analichukia kuliko neno lolote. Wazazi, sijui mnatusikia, hilo neno la tuko bize wazazi, yani hicho tu ndio nawaambia, hilo neno la tuko bize ndio neno ambalo Mungu analichukia. Tulipromisiana kwamba tutakuwa tunatuma mafundisho awamu hii. Tulishindwa kwa sababu pia tumekuwa tunapigwa vita sana kwenye simu. Simu zetu zinaharibika kuliko mnavyofikiria, kwa sababu huduma iko kwenye simu. Kwa hiyo simu ilifika, kuna muda kama mlinote kwenye group tukawa kama tumesize. Namna ya kuweza kupatikana ni kwa namba ya simu 0746 086 550, 0746 086 550. Lakini neno kwa jamii ni kwamba, labda kwa wazazi, ni kwamba tusiwaache watoto hasa siku hizi watoto wamekuwa wako bize kweli na shule. Tunaona watoto wanatoka alfajiri wanarudi usiku. Hicho kisio ni kisingizio. Yaani bado hapo muda upo, muda unapatikana. Ninaendelea kusisitiza kwamba msione huo bize kwamba watoto hawatakuwa na muda na Mungu. Tutakapowalea kwa design hiyo, ina maana wataendelea kumweka kama Mungu ni nafasi ya ziada kwenye maisha yao. Kwa hiyo tuwafundishe kwamba pamoja na ubize wetu lazima tumpe Mungu nafasi ya kwanza kwenye maisha yetu. Pamoja na kwamba uko bize, lazima usome neno la Mungu, lazima uombe, lazima usali. Hivyo tuwafundishe watoto kuishi hivyo. Na mtazamaji, hakika umeshuhudia kila ambacho kimefanywa na kikundi cha kinadada ambao wao wameamua kujitoa kwa ajili ya malezi kwa watoto. Kipindi hiki utakipata kupitia mtandao wetu wa kijamii kwa kwenda pale Instagram kwa kuandika Strong Lady 03, ama ukurasa wa kipindi hiki kwa kuandika Vijana Club. Kipindi hiki utakipata pale YouTube kwa kuandika Tumaini_TV. Nyuma ya kamera alikuwa Dule Bill Evans, la kwangu jina ni Edvesta Tarimu. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Tumaini Television.